Nabii Meja. Mambo vipi? Wema? Freshi. Umeshinda bana. Yani wenzetu wamepewa miogo, sisi tumepewa biliani. Wenzenu wamepewa miogo, sisi tumepewa biliani. Ila wao wenzenu wakasema kuwa Young Africans vitu vingi sana vinaamuliwa na serikali. Young Africans anasaidiwa na serikali baadhi ya vitu vingi sana. Wakawa na hofu. Sio kuwa na hofu, kuamuliwa na serikali kwa kuna ubaya gani? Serikali ni ya yetu wote sisi. Kwa hiyo hata kama ikituamulia hakuna baya. Tunachokiangalia msingi wa haya yote. Kusema tu Young Africa inaamuliwa na serikali bila kuangalia msingi wa shughuli yenyewe unashindwa kuelewa. Wao wenyewe itakiwa washukuru kwanza Dar es Salaam Young Africa namna ya hizi mbio ambazo tumezipigania mpaka tumefika hapa, kwa sababu sisi tulishakuwa tunadekezwa wote wawili, umeelewa? Lakini madekezo wenyewe wanasema kwamba huruma sio malezi. Inafika wakati utadekezwa, ukishakuwa mkubwa unatakiwa ujitegemee. Sasa hivi Young Africa tushaona kwamba level tuliofika tukiishi kwa kudekezwa kwa kuonewa huruma, maana yake tunaweza tusifike nchi ya hadi. Umeona National hali, umeona nchi nyingine, yani kwa maana timu nyingine namna zinapopiga hatua, kwa sababu wao wapo kimpira zaidi. Yani kuna kitu kinaitwa science. Yes, kuna kitu kinaitwa science ya mpira. Sisi bado tuko kwenye utamaduni wa mpira. Kwa hiyo tukifika kwenye sayansi ya mpira ambayo Young Africa tunaipigania, ndio sasa hiyo si kuchukua kombe fulani tutafikia huko. Hatufiki level hiyo kwa sababu bado sisi tuko kwenye tamaduni za mpira. Kwa hiyo hiki tunachokiendea kama serikali imetupa nafasi, tumefanya nini? Hao ni maneno ambayo watu wanazungumza mtaani, lakini kilichotokea jana kwa maana hata kama wewe ungekuwa ni mkuu wa nchi, huwezi ukaona wewe kama baba, wewe kama mama, ukiona watoto wanagombana alafu ukakaa tu kimya, maana yake watavunja TV, watavunja sahani, mwisho wa siku wewe baba au wewe mama utaonekana kwamba sio mzazi bora. Kwa hiyo kilichotokea jana ni kwamba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alivyoona huu mgogoro umekuwa mkubwa sana, akawaita, jamani wanangu, kaeni hapa, shida nini? Huyu kaeleza matatizo yake, sasa wewe unahitaji hiki, basi akatoa suluhu, watu wakaondoka pale wanacheka, wamekunywa kahawa, basi maisha yanaendelea, kwa sababu mwisho wa siku pamoja na huu mpira bado maisha yanatakiwa yaendelee. Nabii Meja, za ndani zinasemekana bado kuna mgogoro ndani, ndio maana haja publish mchezo wa tarehe 25 dabi ya Kariakoo. Bado kuna mgogoro, kuna sitofahamu na navutana, wenyewe wanataka haki. Kwa nini mchezo umeghairishwa tarehe 15 kama nyewe mko mnaitaka haki? Nabii Meja, huyu anayezungumza hivyo ni mtu ambaye amekunywa aidha chang'aa au amekunywa, unajua hata kahawa huwa nayo inalevya ukinywa kwa wingi sana. Yes. Yani kwa nchi zetu za Kiafrika na dunia nzima, rais ndio mtu wa mwisho. Jambo likishamuliwa na mamlaka ya juu, wewe huna haja ya kulipinga. Aidha unalipenda au haulipendi, kwa sababu si kila kitu kinachofanyika lazima kila mmoja apende. Kilichofanyika jana ni kunusuru kwanza mpira wetu na kutufanya sisi tuishi kwa amani, kwa sababu ukiacha mpira, nchi yetu sisi ya amani, tungeingia kwenye vurugu kubwa kama tungeruhusu haya mambo yaende. Yani Simba atake anachokitaka, Yanga atake anachokitaka, mwisho wa siku kungekuwa na vurumai. Kwa hiyo hiki tunachosikia si watu hawaelewani, hapana. Yale mambo jana yalishamalizwa na yamemalizwa kwa busara na hekima kubwa mno, ambayo ndio ilikuwa inahitajika. Muda wote tulikuwa tunahubiri kwamba katika hili sakata lilivyo inatakiwa busara, kwa sababu bodi ya ligi na TFF walishawalea vibaya Simba na Yanga. Yani kuna malezi mabaya walialea. Huyu mtoto sasa amekuwa na kibri. Sasa ili kuweza kumnusuru ni kutulia naye, sio kumchapa bakola na kumfunga jela. Kwa hiyo kilichofanyika jana, huyu anasema na manunguniko. Binadamu huwezi ukaridhika wala huwezi kuwaridhisha watu wote. Haiwezekani. Huyu anasema na manunguniko, sijui kunasema hakuna mjadala wote. Simba kwa nini mpaka sasa hivi hajatoa tamko? Ni kwa sababu mchezo sio mali yao. Wanaotakiwa wa publicity ni Yanga. Kitendo cha Simba kutoka hadharani na kusema mchezo utakuwa tarehe 25, maana yake tayari wanafanya advertise. Sasa kitu Simba na Yanga walivyo kawaida yao, hawapendi kufanya matangazo kwenye mchezo wa mwenzie. Ila mchezo tarehe 15 tuliona wamefanya matangazo wenyewe. Walipublish. Wale pale walikuwa wanatoa yale sio matangazo, yale ni malalamiko. Ukisoma vizuri ile article yao inaonyesha kwamba walikuwa wanalalamika kwamba mchezo usipochezwa wao watagomea michezo mingine na hawatambui chochote, umeelewa? Kwa hiyo haikuwa ni tangazo kwamba yani kwa tangazo la mechi. Sasa hivi mtu kama Ahmed Ally pamoja na Simba wote hawezi kuingia front wakasema kwamba mechi itakuwa tarehe fulani, maana watakuwa wanafanya advertisement. Na hao wanapenda sana kuona wanapocheza, kwa mfano wanapocheza Simba, Yanga anapenda kuona kwamba mashabiki wanaingia wachache, na anapocheza Yanga hivyo Simba anapenda kuona mashabiki wachache. Kwa hiyo hiki ndio unachoona kinajira, lakini hakuna hata mmoja ambaye hajaridhishwa na utakuwa ni mtu wa ajabu. Na nitakushangaa na utakuwa pengine unautindia ubongo hekima iliyotumika jana. Mimi kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa alichokifanya. Ameonyesha kwamba huyu ni rais.
hekima ya ajabu mno. Yani hii hekima itakiwa pengine hawa wanajiita sio viongozi wa dini, walitakiwa walione hiyo, itakiwa waite hawa watu wa Simba na Yanga wakae nao, lakini kile Mheshimiwa Rais akaona hapana, hapa yatatokea machafuko ambayo baadaye yataichafua nchi, yatachafua mpira, kwa sababu mwisho siku na Simba pengine wangetaka kwenda siju kasi, wakala kwenda mwisho siku yatatokea vurumai. Yote kwa yote, pongeza sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hili alilofanya la kuwakutanisha Simba na Yanga na kutumia hekima na busara. Na umeona madai ya sisi Yanga yametekelezwa kwa haiwezekani kwa 100%, lakini angalau 95 96 yametekelezwa, kwamba mwenyekiti wa bodi amesimamishwa, nani huyo Mguto naye amejiuzulu, ili kufanya amani irudi, watu wacheze na mpira. Unajua kitu ambacho kilikuwa kibaya sana, ambacho watu wengine wakioni, si Simba na Yanga kutokucheza, ila ni idadi ya mashabiki ambao tayari walikuwa wamevunjika moyo, wasingeweza kuja tena uwanjani endapo isingetoka kauli kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Nabii Meja, kuna watu wakawa wanasema Mguto na Almas Kasongo wametumia kama mbuzi wa kafara tu kwenye hili swala. Mimi siwezi kusema hivyo. Ninachokisema, ninachompongeza rais na ninachoambia Watanzania na ninachowapongeza watu wote waliokuwa kwenye kikao, ni kwa sababu kurudisha imani kwa mashabiki ilikuwa inatakiwa kauli kutoka serikalini, si bodi ya ligi. Hata ingesema mchezo ni tarehe 25 na Simba na Yanga wangekuwa wamekubaliana, lakini mashabiki wangekuwa washavunjika moyo, kwa sababu wangekuwa hawana imani kwamba mechi itakuwepo au itakuwepo. Kwa kitendo cha Mheshimiwa Rais kuwaita watu, manake kila mtu anaamini kwamba hakuna mtu anaweza kukaidi agizo la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mashabiki watakuwa wana imani kwamba tarehe 25 mechi lazima iwepo. Yani kikubwa kilikuwa kinatakiwa mechi itakuwepo na itakuwepo, kwa sababu tulipokuwa tunaelekea, manake Simba walikuwa na goma, Yanga walikuwa na goma. Kwa hata wewe shabiki unafikiria kwamba ninaweza kwenda uwanjani, lakini je, Simba wasipotokea au Yanga wasipotokea? Lakini kutokana na kauli ile ya jana, ambayo ndio wakabia imetumika busara kubwa ya rais kusimamia maslahi ya nchi na maslahi ya Watanzania, sisi ni kitendo cha yeye kutoa kauli na kuwaita hawa watu na kulimaliza hili swala. Manake imani kwa sisi mashabiki ambao wengine wanasafiri kutoka mbali, kwa sababu usifikiri mashabiki wa Simba na Yanga wanatoka tu Temeke au wanatoka Sinza au wanatoka Ilala, wanatoka duniani kote, kwa maana Afrika, Tanzania na sehemu nyingine. Kwa hiyo hiki kilichotokea ndio mimi niko nakitegemea. Yes, kwamba itoke kauli kutoka serikalini yenye mamlaka ya kusema kwamba mchezo huu upo tarehe kadhaa, na kama hao Simba unaosema wewe wangekuwa wanabisha, pengine wasingekuwepo kwanza Ikulu pale, alafu pia mpaka sasa hivi wangeshatoa article kwamba mechi kesho ipo. Kwa hiyo kama hawajazungumza chochote mpaka sasa hivi, maana yake hawataki kufanya promo, kwa sababu sisi Yanga ndio mechi yetu. Wanasema mnapendelewa, wanaumia. Kwa swala la kupendelewa, sio baya. Kupendelewa sio baya, hata kama tunapendelewa, mimi naona kama ni fahari. Mtu akisema unapendelewa, hiyo ni fahari, kwa sababu kupendelewa kila mtu anapenda. Umeelewa? Na ndio maana hata wewe ujawa Yesu au wewe ujawa mtume, huo nao ni upendeleo vile vile. Yani mama yake Mtume Muhammad, yeye kumzaa mtume, huo ni upendeleo tu. Hata uitamani mama yako pengine amzae mtume au amzae Yesu. Kwa hiyo upendeleo katika maisha upo, hauwezi wote mko sawa. Young Africa ndio timu ya kwanza, kwa maana yani sisi ndio kama waasisi. Maana sisi timu yetu imezaliwa 1935 au wenzetu 36. Kwa hiyo sisi tukipewa upendeleo, afu sio upendeleo tu. Ukiangalia rangi za Yanga namna zilivyo sasa, upendeleo utakosa vipi hapo baba? Hilo la kunongoneza. Kiangalia rangi zetu namna ambazo zilivyo, yani zinaonyesha ni uzalendo, ni Utanzania. Kwa hiyo kama tunapendelewa ni haki yetu. Sasa mtu ameenda kuchukua rangi sio nyekundu, nyeupe, hata uelewi maana yake nini. Ukiangalia njano unakuta kuna madini pale. Ukienda kijani unakuta yani kwamba mimea nyasi nini. Ukija nyeusi unakuta si wa Afrika. Sasa ukija kwenye rangi zao nyekundu na nyeupe, akizeo ni kama watu wanamwaga damu. Kwa hiyo kama tunapendelewa ni kitu kizuri, na mimi nafurahia kama kuna upendeleo ambao tunapata, ni kitu kizuri sana. Okay, shukrani. Asante sana.